kwa nini nyinyi mnakuwa na sura nzuri na wengine wanakuwa na sura mbaya na wameokoka? Wale wenye sura mbaya na wameokoka wana mawazo, wahubiri wao hawajawatoa mawazo. Ona vile unang'aa kwa sababu gani umekaa hivi? Alafu saa nyingine wengine unajikunja uso kwa sababu hamna kuambia mama hiyo stress toa. Kila siku stress, hata una miaka 30 lakini usesha katika hii. Shindwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hebu mwambie jirani, kuanzia leo nyoosha ngozi. Relax. Ukishakuwa kwenye madhabahu kama hii, wewe ni kurelax tu, Mungu atafanya. Utaona unakutana na muujiza, unakutana na chakula, na mayai unakutana naye. Hata hujawahi kula chipsi, utakula vizuri. Amen. Wewe ndio unazuia muujiza wewe. Na kuanzia leo ukizuia tena huo muujiza, nitaendelea kukutana na wewe kwenye mafundisho. Una stress mpaka unasahau kunawa uso. Unaenda barabarani, jamani leo sijanawa eti. Jamani. Hebu chapa makofi na vigelegele. Mizigo umebeba kweli, hujanawa uso. Mama umetoka ndani hivi leo kama mama fulani, mbona kuna matongo? Sijanawa hata uso. Unajua nilikuwa na mawazo sana Mawazo unaweza kujilisha wewe, unaweza kujipigania wewe. Acha kuna atakaye kupigania. Watu watatoka Kenya watakuletea zawadi, watatoka Mombasa watakuletea zawadi, watatoka Mikombani mbali watakuletea zawadi. Mimi nakuambia, ongeza makofi na vigelegele zaidi na zaidi. Nataka nikupe ushuhuda wangu hapo. Ufanye hivi. Hizo ukiona hata nafanya ni watu wenye stress. Yana nawaza mpaka matokotoko yanatoka mchana. Hebu cheka kwa Yesu kidogo. Lakini kama una stress, mambo yanakuwa poa kabisa. Sikiliza sasa nikwambie. Siku moja nilikuwa natakiwa, nina shida ya 200,000. Leo kesho na shida 300,000-400. Sasa mimi sasa kwenye 400,000 naye laki. Sasa ni mimi nikawa nataka ninywe supu kwa sababu nimefunga sana mpaka nasikia mwili haina nguvu tena. Sasa nikitaka kwenda kunywa supu, kuna kitu inaniambia utapunguza ile laki. Utapunguza ile laki, hiyo kazi hautaweza kesho. Na kesho lazima nikae kwenye msafara waziri kwa sababu nimeshachaguliwa. Sasa gari yangu iwe pale, mafuta inatakiwa, hichi inatokea kama 400,000 hivi. Nasema Mungu wangu. Sasa nikaenda na gari hivi, sasa nimefunga kazi, natakiwa nifuturu. Nikienda kuna gari hivi, kuna kitu inaniambia, hivi utakunywa supu ya 20,000 unataka kunywa, alafu bado ile la haijajaa hapo. Naona hiyo shetani anaongea. Na hata siku moja usimkubali akiongea. Mimi nikamwambia, nikawa namjibu kwenye gari, niko mwenyewe. Kwa sababu usipomjibu shetani atakuonea. Nikamjibu nikamwambia nitakunywa supu na hela italetwa leo. Leo. Sasa nikateremka, nikaenda kwenye hoteli, hizi mahoteli yetu ya kifare. Nikaagiza vitu, nikaana napata pale kasupu kidogo. Simu moja ikaingia. Message ikaingia, baba nataka nije, nakuja, niko njiani. Nimetoka huko Kenya, nakuja, niko njiani. Sawa. Akaja huyo mtu. Nikamwambia basi uje, tutakutana sehemu fulani. Subiri uje niombe tena na nini. Haya. Kwa hiyo siku hiyo huyo mtu akaniletea 400,000 saa hiyo. Sasa sikuwa na mawazo kabisa. Saa hiyo
Sasa sauti nyingine kaniambia, haya ungewaza. Acha Mungu mwenyewe atajua namna atakayofanya kazi yake, kwa sababu ile kazi yako ni kazi ya Mungu. Kama wewe unatoa fungu la 10, ina maana wewe kazi ya kwako ni ya Mungu. Amen. Sijui unanielewa? Amen. Kazi yako ni ya Mungu, kwa sababu mnashare na Mungu. Sasa nikashika hiyo sadaka, nikaangalia, nikatupia hapo mezani, nikamwambia mama, njoo nikubariki. Nikambariki, nikamwambia nenda. Leo hii furaha ulionipa, kuna milango ya baraka inaenda kufunguliwa. Kwa hiyo alivyoenda huko kwenye biashara yake, akafanya biashara siku 2, akanipa tena fungu la 10 laki 5 siku hizi. Na maana mtu amebarikiwa sana sana. Kwa hiyo watu wanayezuia baraka ni wewe mwenyewe, kwa sababu unaingia nafasi ya Mungu. Sasa hapo kwenye misali amesema, mkabidhi Bwana kazi zako na nini, na mawazo yako. Kwa hiyo unaingia nafasi ya nani? Ya Mungu. Toka kwenye nafasi ya Mungu, kaa kwenye nafasi yako kumuitisha. Andaa moyo wako, unamuitisha Baba, nataka 1 2 3. Basi ukishamwambia sahau. Hata kama hujaolewa, ukimwambia Mungu nataka mume, basi sio kila siku unamkumbusha mume. Haitajibiwa hiyo maombi. Mkumbushe tu, anajua yeye mwenyewe. Basi kama hujaoa, mkumbushe Bwana, nataka kuoa, nipe mwanamke mzuri aliyookoka. Basi imetoka hapo. Si ndio hivyo jamani? Mungu akubariki sana. Ongeza makofi yako na vigelegele zaidi na zaidi. Namba 4. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Hata wabaya kwa siku ya ubaya watabadilika. Wabaya watabadilika. Bwana asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu makofi zaidi. Makofi haitoshi. Makofi haitoshi. Neno moja, kazi kubwa. Sasa wangapi wanaenda sasa kuingia kwenye imani pasipo tena kuingia kwenye mawazo? Amen. Nani? Mimi hapa. Nani? Mimi hapa. Nani? Mimi hapa. Aya, Yeremia 29 mstari wa 11. Amesema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya. Amen. Amen. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Anajua anatuazia nini. Inawezekana una hela lakini unakula. Unajua unakulaje? Una hata 100 mfuko lakini unakaanga mangogwe, unakula. Unakaanga madaga. Ya madaga ni ya kwako wewe. Haya mawazo yako umeleta ya mangogwe. Mangogwe unakaanga. Leo nataka ugali na ngogwe. Leo nataka wali. Anajua anakuazia nini. Anajua wewe huna nguo, anajua wewe huna hela, anajua wewe maisha yako ni magumu, anajua kila kitu. Wewe mwambie Bwana, si unajua. Chapa makofi na vigelegele. Mwambie Bwana, si unajua. Bwana, si unajua. Anajua unadaiwa, anajua una hela, anajua una mtaji, anajua kila kitu. Sasa unazuia baraka wapi? Pale unavyojipigania wewe. Hata Daudi alivyoenda vitani, watu wakamwambia, "Sasa Daudi, vaa nguo ya jeshi." Avae ile makombati ya nini? Yale ambayo ya chuma. Daudi akasema, "Nivae ya nini?" Akaambia, "Vaa. Huyu Goliath alishaua watu wengi sana." Akasema, "Hamna. Kwa jina la Bwana nitampiga tu, kama nilishaua simba kwa jina la Yesu nikamnyang'anya mbuzi, hata huyu nitampiga tu." Unasikia hiyo imani? Goliath alikuwa limevaa nini? Machuma. Yaani ukipiga mkuki hivi ingii.
haingii kila kumbe bwana aliacha kuna katundu cha kuna katundu cha chuma imeacha tundu hivi. Sasa Daudi akafanya hivi, ile ikaenda kamlenga kwenye jicho, jamaa kafa. Chuma mwili mzima, lakini kuna kasehemu kameacha tundu. Nini hiyo? Imani kama nikimpiga na jiwe hili litakufa hili. Wow, jeshi lake limekimbia. Bwana mdogo ameshamaliza kazi hapo. Anasema nitampiga kwa jina la Bwana huyu. Kwa hiyo hata adui wako utampiga kwa jina la Bwana na utaishi nawe kwa jina la Bwana. Yaani katundu kadogo hivi. Kumbe jamaa alikuwa amevaa mavazi akaacha tundu kwenye jicho, chuma ijafuni. Amelipuliwa hapo kwenye hiyo tundu tu, imeingia jio. Akafa. Nani ameleta uwezo mkubwa namna hiyo? Ni Mungu. Sasa leo wewe hujavaa tangu ya chuma, hujavaa kitu yoyote, wewe mkabidhi kila kitu Mungu. Tuko pamoja?